Hello team, we are super excited. We are already at Ramada. Guys, unapataje pesa maisha kwenye cryptocurrency? Wanajiuliza kwa nini wabongo tunalegalega kila mara, especially kwa fursa za kimtandao tunakuwa wa mwisho. Kila mtu amesikia kuhusu cryptocurrency. Ni wakati umefika wananchi waanze kupewa elimu juu ya umuhimu wa matumizi ya mfumo wa sarafu digitali katika manunuzi yao ili kuleta urahisi pindi itakapoanza kutumika rasmi hapa nchini. Tunakwenda kuwa taifa kama ilivyo dunia litakalopunguza matumizi ya fedha taslimu mkononi au cashless nation. The other day we were talking about cryptocurrency. Money moving in the air. Nobody knows it, nobody controls it. Wanaziita cryptocurrency. Dakika zimepita, masaa yakapita, nikifuatilia nini maana ya Bitcoin na cryptocurrency. Ni mimi na wewe. Baada ya video hii utaelewa kwa undani ni nini maana Bitcoin, nini maana cryptocurrency, historia ya cryptocurrency na kwa nini cryptocurrency. Nahisi namna nzuri ya kukuelezea juu ya cryptocurrency ni kukurudisha nyuma miaka 6 kwenye nyimbo ya AY. Sipo kukusikilizisha nyimbo, ila nataka ubaini na uone maudhui inavyoelezea namna fedha inapopatikana na namna unavyolipwa kulingana na thamani na utambulika sokoni. Video inazidi kutuonyesha kila fedha ina utambulisho wa namba zenye maandishi. AY anazikusanya, nahisi umeona fedha yake ameitumia kununua maji. Mfumo huu wa kifedha unaitwa fiat money. Ni mfumo kwenye historia ya kifedha ulioweza kurahisisha kufeli kwa mifumo ya zama zilizopita. Katika historia ya fedha inaonyesha mifumo ya namna gani binadamu tumekirahisisha upatikanaji wa bidhaa kati ya mhitaji na upatikanaji wa hiyo bidhaa. Sisi watu wengine hawana tuna pesa. Na sasa nikiwa nina haja ya ng'ombe na wewe uko na haja ya buzi, au nikiwa na haja ya kuku na wewe uko na haja ya buzi, basi tunabadilishana. Mfumo kama barter system iliyokuwepo miaka 1000 iliyopita, makabila mengi yalikuwa na vitu ama bidhaa kulingana na maeneo yao ya kijiografia. Maeneo yaliyokuwa karibu na fukwe kwa asilimia kubwa walikuwa ni wavuvi, na pindi watakapohitaji mchele watatafuta makabila yenye wakulima, kisha watabadilishana kama mfumo wa kukamilisha biashara kati ya mhitaji na upatikanaji wa hiyo bidhaa. Mtu wa Mosop anakuja na mahindi akibadilisha na mbuzi. Mtu wa Baringo anakuja na wimbi anabadilisha na mahindi. Moja katika sababu zilizofanya mfumo huu kufeli ni kutokuwa na matamanio sawa. Utakuta mimi nahitaji kuuza mchele kwa kubadilishana na mtu mwenye nyama, lakini kama asipokuwa tayari kupokea ule mchele haitowezekana. Baada ya mfumo wa ujamaa barter system kufeli, zikaja metal coin. Dhahabu na almasi zikaanza kutumika kama mfumo wa malipo. Kisha baada ya dhahabu na almasi zikaja karatasi. Pindi utakapofanya manunuzi ya kuuza bidhaa, utapokea karatasi kama cheti cha malipo, ambacho muda wote utakapotaka kwenda kununua kitu, utaitumia karatasi kununua kitu chenye thamani sawa na ulichokiuza. Aina hii ya mfumo ziliipa sana serikali mamlaka ya kupanga na kuamua thamani ya karatasi hizo, na wananchi wakaziamini kwa niaba ya serikali. Serikali ilikuwa na uwezo wa kuchapisha fedha zaidi na zaidi kulingana na uhitaji wake. Ila mimi na wewe tunajua kukiwepo kwa kiwango kikubwa cha upatikanaji wa kitu huwa kinapungua thamani. Kwenye uchumi huitwa mfumuko wa bei. Kwa lugha rahisi kabisa ni kile kiwango cha kupoteza uwezo wa kununua. Unaelewa? Yaani kiwango cha kununua vitu. Yaani kwa mfano au huduma. Kwa mfano ulikuwa kwa shilingi 100 ulikuwa una uwezo wa kununua vitu vitatu, lakini kwa shilingi hiyo hiyo unaamka siku nyingine unaambiwa leo bwana una uwezo wa kununua vitu viwili. Na shilingi hiyo hiyo inaisha. Twende kwa huyo mnyama. Hapo na utaona inflation yuko hapo anatafuna pesa zako. Umesave, hujazi invest, kuna mdudu anazitafuna pembeni.
Hasa utajiuliza hapo, waliovaa makoti hao ni authorities. Inawezekana ni Ministry of Finance, ni benki kuu. Mamlaka huwa anaruhusu kawepo certain level of inflation inatakiwa iendelee kuwepo kwenye economy. Kwa hiyo a certain level of inflation kama 3% mpaka 5% kwa mamlaka wanasema ni nzuri, lakini kwa wewe saver ambayo hujainvest inakuwa inakutafuna. Kilichotajwa kuhusu inflation ama mfumuko wa bei hakitokei Tanzania peke yake, kinatokea dunia nzima. Huku mfumuko wa bei ya bidhaa nyingi ukizidi kuwalemea Wakenya wengi, wakulima ambao wanafuga ng'ombe wa kukamwa maziwa wanashangazwa ni kwa nini faida haiwafikii ilhali bei ya maziwa imepanda mno. Maziwa nusu lita sasa yanauzwa kwa shilingi 70, lakini wakulima wanaendelea kupata pato lile lile la awali. Wanachotaka kujua, mtazamaji, ni je, faida inakwenda wapi au inamwendea nani? Mwaka 2008, wakati ambao Marekani inapitia msimu mgumu kiuchumi, raia walipoteza makazi na fedha ikawa haipatikani mtaani. Brought down by bad mortgage investments, Lehman, which has 25,000 employees, will be liquidated. The American people can remain confident in the soundness and the resilience of our financial system. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. Mtu ama kikundi kisichojulikana chenye jina la Satoshi Nakamoto kilichapisha waraka ulioitwa Bitcoin, a peer-to-peer electrical cash system. Waraka wenye kurasa 9 ulielezea ni namna gani watu wanaweza kutuma ama kupokea fedha bila kuhitaji mtu wa katikati. Lengo la kuanzisha umla kama hii ama pesa kama hii, kama anavyoeleza mwenyewe katika makaratasi aliyoandika, anasema ataka kupatikane muamala wa peer to peer, akutakikani mtu wakati. Mimi nataka kufanya biashara na wewe, tuamiliane moja kwa moja popote utakapokuwa, inshallah uko hapa, uko nchi za mbali, moja kwa moja, peer to peer. Taib, kwa nini tufanye hivyo? Akamwambia kwa sababu nyingi. Sababu ya kwanza, hatutaki kurefusha mambo. Kwa nini ufanye mambo marefu? Kwa sababu ukienda benki utambo sijui utafute sijui declaration, mara sijui umeandikiwa cheki utambo usubiri machua, mara yani kuna mambo marefu. Lakini mimi na wewe ni enter tu, ukishaipiga enter inakwenda kwenye blockchain. Haya kama ni sawa, imeenda. Ni muda mfupi ambao kwamba unachukua. Alafu kwa nini tutajirisha mabenki na tuweza kuamiliana sisi mubashara? Wanaofaidika ni benki, atachukua nisba, kwa sababu kukifanywa transaction benki inastafidi, itachukua percentage fulani. Sasa kwa nini tutajirishe mabenki? Tuifanye moja kwa moja kati yetu. Tofauti na kampuni kama Safaricom inayotumia M-Pesa kufanya miamala yake, inaweza kufanya miamala 6,000 kwa sekunde moja. Blockchain ilikuwa na changamoto ya kuweza kufanya miamala 7 kwa sekunde. Ili kupambana na changamoto hii, Satoshi Nakamoto akaja na mfumo unaitwa mining. Mining ni mchakato wa kutumia kompyuta zenye nguvu sana kuthibitisha miamala ya Bitcoin na kuilinda network nzima ya Bitcoin. Kwa kufanya kazi hiyo, miners hupata zawadi ya Bitcoin mpya pamoja na ada za miamala ya Bitcoin ambayo wewe unalipia pindi ukituma au kupokea Bitcoin. Zawadi ya miners haikai ile ile milele. Kila baada ya muda fulani, zawadi hiyo hupunguzwa kuwa nusu. Hii inaitwa Bitcoin halving kama ushakuisikia. Hii ni moja ya sababu zinazofanya Bitcoin iwe adimu zaidi. Mfumo wake umejengwa kwa namna ambayo kutakuwa na Bitcoin milioni 21 tu duniani. Hakutokuja kuwa na zaidi ya hapo. Hizi milioni 21 zitaisha mwaka wa 2140. Ikifika 20 ama 2140 itakuwa ndio mwisho wa ta'din. Kuna kitu kinaitwa ta'din katika pesa kama hizi. Ta'din wanaita mining. Hii hela ni kama Bitcoin, kwa kuwa ni watu wamekubaliana kwamba hii ina thamani ya $5, lakini karatasi yenyewe haina thamani ya $5. Unaona? Yani huwezi kwenda bank useme lete dhahabu yake kwa $5. Hizi hapa zinachapishwa, serikali inavyoamua kuchapisha wanachapisha. Bitcoin ni adimu
huwezi kutengeneza tena. Zimetengenezwa Bitcoin milioni 21, basi hakuna nyingine. Ndio maana bei inapanda, kwa sababu kuna ukomo na ni teknolojia mpya, kila mtu anataka kuingilia, lakini kuna Bitcoin milioni 21 tu basi. So you paid 10,000 Bitcoin for one pizza? Siku nne kabla ya moja miamala mikubwa kufanywa kwenye historia ya Bitcoin, Laszlo Hanses kwenye jukwaa la Bitcoin aliandika, nitalipia Bitcoin 10,000 kwa ajili ya pizza. Kwa wakati huo Bitcoin moja ilikuwa na thamani chini ya senti moja. People laugh at that, but at the time it wasn't worth anything. Right. I just honestly thought it would be really cool if I could say, hey, I just traded this, open source internet money for a real world good. And I thought, what better thing than food? Food is a basic necessity. I just posted on the forum. I said, if anybody's interested, I'm offering 10,000 Bitcoins in exchange for some pizza. And somebody there said, hey, I'll take you up on that offer. So I sent him the 10,000 Bitcoin. I said, okay, here it is. I'm waiting for my pizza. And he phoned it in, he paid with his credit card, and the pizza showed up at my door. Here you can see the original pizzas, and that's my daughter's hand. She was a year old. Wow. Kwa miaka yote hiyo, Bitcoin ilikuwa kama pesa ya mficho mtandaoni. Bitcoin zilifichwa kwenye mtandao. Kama dhahabu. Kiasi kwamba mwanzo ilikuwa kazi rahisi sana kuchimba. Yaani kuchimba Bitcoin, inabidi uwe na computer inapiga mahesabu, ikipiga mahesabu inapata Bitcoin, inakamata Bitcoin. Sasa hivi kuchimba Bitcoin moja inachukua nguvu nyingi, umeme mwingi sana kuchimba, kiasi kwamba inakula sana gharama kula. Kwa ndivyo ilivyotengenezwa kuwa kama dhahabu. Unaona? Kila Bitcoin inavyochimbwa inakuwa na thamani kubwa zaidi. Unaona? Thamani ikipungua ya Bitcoin, basi watu hawachimbi tena. Unaona gharama kama thamani ya dhahabu ikipungua, watu wanaacha kuchimba mpaka bei inapanda. Miongoni mwa watu walionufaika nayo ni waliofanya mining, pia kusambaza taarifa za Bitcoin. Mmoja wao ni Vitalik Buterin. So I heard about Bitcoin for the first time in maybe February 2011. Eventually, I found a guy who was willing to pay me 5 Bitcoins per article for writing articles for his Bitcoin blog. And what was Bitcoin worth at the time? Each Bitcoin was $0.8. Bitcoin ikawa kama dhehebu, kanisa au msikiti. Watu wakaanza kuiamini. A lot of you are skeptical, a lot of you don't believe in the Bitcoin system, and that's fine. If you really want to become wealthy in the future, it's just $1. Get some Bitcoin. And Bitcoin's prices increased from pennies to thousands of dollars over the years. So in July of 2010, the price increased 900% in 5 days from less than a penny to 8 cents. Not too bad, right? So take a look at this. In December 2017, Bitcoin reached its highest price to date, $19,000. Bitcoin ikaendelea kushika media kwa kasi, kisha dunia ikaendana nayo. Na hatimaye sarafu ya kidijitali ya Bitcoin imepita thamani ya dola 100,000 za Kimarekani kwa mara ya kwanza kabisa na kuweka rekodi. Ukuaji huu umevutiwa na matumaini kwamba rais mteule wa Marekani Donald Trump ameweza kutekeleza sera rafiki kwa biashara ya sarafu za kidijitali aina ya crypto. The United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. Swali bado ni Satoshi Nakamoto ni nani? Who do you think is Satoshi Nakamoto? Well, I mean, they say that it translates into central intelligence. And the story makes no sense, right? Because why would you spend years, possibly decades, in your basement creating a new technology, the blockchain technology, and then just give it for free to the world? And right, that makes no sense. It does sound a little ridiculous. It sounds kind of ridiculous, right? So then you have to ask yourself 3 questions. First of all, is
who would have the technology and the expertise to create something like the blockchain? Second of all, you have to ask who would benefit from this blockchain creation. And the third question you want to ask is, why would they keep it secret? Where are the blockchain servers located? Mwaka 2010 raia wa Japani mwenye kitambulisho chenye majina kamili Satoshi Nakamoto alijitokeza akisema yeye ndiye Satoshi Nakamoto na hajui chochote kuhusu Bitcoin. The main reason I'm here is to clear my name that I have nothing to do with Bitcoin. That's not me. I never communicated with Bitcoins.